Serikali imeahidi kuwachukulia hatua kali watu wote waliohusika na mauaji ya mwalimu wa shule ya sekondari Galula Nicetas Matthew Dimoso mwenye umri wa miaka 41, huku ikisisitiza kuwa watakaobainika kuhusika watatumika kama mfano kwa wengine wenye tabia kujichukulia sheria mikononi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Songwe Fadhili Nkurul wakati wa ibada kuaga mwili wa marehemu iliyofanyika nyumbani kwake katika mtaa Bomba Mbili, kata ya Mwakibete jijini Mbeya, kabla ya mwili kuanza safari kuelekea wilaya ya Morogoro vijijini mkoani Morogoro kwa ajili ya mazishi. Akizungumza mbele ya waombolezaji, Nkurul amesema serikali inaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha wote waliohusika na tukio hilo wanakamatwa na kufikisha mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Sifa zake nyingi kwamba alikuwa ni mtu mwema, lakini kubwa zaidi alikuwa anatulelea watoto wetu na kuwaelimisha watoto wetu. Mchango wake utaendelea kukumbukwa daima. Na sisi kama serikali, tukio hili limetustua na kutukera sana. Na nataka niseme mbele yenu kwamba nilikuwa na waahidi wenzangu hawa waliofanya hili jambo, nataka niwatumie kama mfano na kuhakikisha kwamba jambo kama hili halitakaa litokee tena, haswa kwa watumishi wetu ambao wanaishi kule. Hakuna haja ya kujenga taharuki wakati serikali ipo. Hawa waliofanya hili jambo hawaishi Malawi wala Zambia, wanakaa kwenye nchi hii ambayo inafuata misingi ya sheria. Shukrani kwa viongozi jiji la Mbeya kwa sababu tumekuwa nao kwa muda mwingi, lakini nitoe shukurani kwa watumishi wote wa wilaya ya Songwe, watumishi wote jiji la Mbeya, lakini nitoe shukurani zote zangu madaktari na wengine wote ambao wamejitoa katika msiba huu. Nicetas Matthew Dimoso alizaliwa mnamo tarehe 29 mwezi wa kwanza 1985 katika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Morogoro vijijini, kijiji cha Kitonga, kata ya Kasanga. Elimu. Marehemu alianza shule ya msingi Kizangila mnamo mwaka 1993 na kuhitimu mwaka 2000. Kifo cha ndugu yetu mwalimu imekuwa ni fundisho kubwa sana kwetu. Kinatufundisha wazi kwamba sisi wanadamu tunaishi, lakini ni sawa na mshumaa. Pindi saa ambapo itafika, wakati wowote tutaondoka. Kwa hiyo ndugu zetu, tumekuja tukumbushane, lakini pia tuelezane ukweli. Tuishi maisha ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, ili siku na saa ikifika ya kuondoka kwetu, basi walau tukafurahie pamoja na malaika kule mbinguni, si ndio ndugu zangu? Wafugaji walitokea na mifugo mingi. Kwa hiyo wakati wanafunzi wanaitoa ile mifugo eneo la shule, wafugaji walipotokea wakawakimbiza wanafunzi. Walipojaribu kuwazuia mwalimu, wakamfuata wakampiga, kwa sababu mwalimu alikuwa na ugonjwa wa mguu, alikuwa hana uwezo wa kukimbia. Walimkuta amekaa pale, wakapiga kichwani, akaanguka. Tokea pale hajaongea tena mpaka mauti unamkuta tarehe 28.